Hakika usiku wa deni haukawii, na leo kisasi kimeweza kulipwa, lakini pia wameweza kufuta uteja ambao wamekuwa nao kwa muda mrefu wakiweza kuonewa. Hapa nazungumzia mechi hii ya Mzizima Derby iliyowakutanisha matajiri wa jiji la Dar es Salaam wauza ice cream. Hawa ni Azam FC dhidi ya watoto kutoka kule Kariakoo Msimbazi. Hawa ni Simba Sports Club. Ilikuwa ni mchezo wa Mzizima Derby, mechi iliyoanza majira ya saa 11 kamili jioni katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara NBC Premier League msimu wa mwaka 2025 msimu wa mwaka 2026. Na katika mchezo huu wa leo ulikuwa una maswali mengi. Je, kwa sababu timu zote mbili katika michezo yao kabla mchezo huu wa leo, Azam FC ametoka kutoka sare dhidi ya Singida Black Stars, lakini Simba yeye alitoka kushinda magoli katika mechi zake mbili za mwisho. Alitoka kushinda magoli 3-0 mbele ya Mbeya City, lakini pia na Fountain Gate akaweza kuwafunga magoli 3. Lakini katika mechi ya Mzizima Derby siku hii ya leo, Azam FC wamekataa kuwa wanyonge na wameweza kufuta uteja ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakionewa, tunaweza tukasema hivyo, kwa kuweza kufungwa na Simba Sports Club. Na leo kauli imefutwa na usiku wa deni umelipwa, kwa sababu nasema usiku wa deni haukawii, na ndivyo ambavyo Azam FC wameondoka na ushindi mzito wa magoli 2-0 katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zilikuwa ni nzuri kwa timu zote mbili, zikiweza kutengeneza nafasi kila mmoja kuweza kuangalau kupata goli la mapema ili kuweza kujiweka ama kujihakikishia kuondoka na alama 3 muhimu katika mchezo huu wa leo. Na kwa watu ambao wamefanikiwa kuondoka na alama 3 muhimu ni wazee kutoka kule nje kidogo jiji la Dar es Salaam. Hawa ni Azam FC, maskani yao iliyoko kule Chamazi, ambapo ndipo wanaweka kambi yao kule, na wanasema wao ni matajiri wa jiji la Dar es Salaam. Na leo wameondoka na ushindi wa alama zote 3 na kuweza kuwalambisha ice cream 2 tu kwa wazee hawa wa Kariakoo Msimbazi. Hawa ni Simba Sports Club, na magoli yote ya Simba Sports Club ya Azam FC yamefungwa na mshambuliaji mpya ambaye amesajiliwa ndani ya kikosi hichi cha Azam FC. Huyu ni Jafeti Kitambala. Mpira ulianzia katikati kwa kiungo mkata umeme James Akamiko, akaweza kuonekana Nasoro Saaduni upande wa kulia, akaweza upande wa kushoto akaweza kuingia na mpira katika boxi zone na kuweza kupiga ya V-pass, lakini V-pass ile katikati ya boxi kulikuwepo yupo Jafet Kitambala eneo sahihi na kuweza kutotumia nguvu, ni kama vile kumsukuma mlevi na kuweza kusukumiza mpira ule katika nyavu, huku mlinda mlango Yakub Suleiman, golikipa ambaye kwa hizi mechi za kimataifa na ligi kuu, mechi hii leo imemkataa kwa sababu ameweza kuruhusu magoli. Lakini dakika 45 za kipindi cha pili zilikuwa ni kwa upande wa Azam FC wakishambulia zaidi katika mchezo huu kuhakikisha kwamba wanaondoka na alama 3 muhimu katika mchezo huu wa leo, mchezo ambao watu wengi walikuwa wanatamani Azam FC kuondoka na ushindi katika mchezo huu wa leo. Na ndivyo ambavyo Azam FC licha kuelekea mchezo huu wa leo wanasema wanaingia kama underdog kutokana na kile ambacho Simba hajapoteza mchezo wote katika upande wa ligi kuu soka Tanzania bara, na wao wametoka kusare michezo miwili, na hivyo walisema kwamba wataingia kama underdog. Lakini leo underdog amekuwa ni mnyama Simba Sports Club, na ili nano mnamo dakika 89 akaweza kufunga mahesabu kwa kuweza kufunga goli lingine la pili. Na dakika 89 yule tena alitoa assist ya goli la kwanza, huyu ni Nasoro Saaduni akipiga tena V-pass upande wake wa kushoto akilazimisha kuingia katika box zone ya Simba Sports Club. Na katika box zone walikuwa watu wawili kutoka Zanzibar, hawa ni Zanzibar Finest. Mmoja alikuwa ni Faisal Salum Feitoto pamoja na Idi Nado, lakini Faisal mpira ule aliweza kama kuhususa na kuweza kuwahadaa mabeki wa Simba Sports Club, na hivyo Idi Nado akaweza kufanikiwa kupata mpira huu na kuchagua engo upande anapotagia ndege ama kuku na kuweza kuisawazishia Azam FC goli hilo la pili mnamo dakika 89. Na hivyo ndivyo ambavyo Azam FC wamefuta uteja wa kuweza kuonewa na mnyama Simba Sports Club katika karne na karne wakikutana katika upande wa ligi kuu, lakini pia na zile dabi ambayo ni kama dabi ya leo ya Mzizima Derby. Maoni yako ni yapi baada ya Mzizima Derby kumalizika? Azam FC kuondoka na alama zote 3 muhimu katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, magoli ya Azam yakifungwa na Idi Nado mnamo dakika 89, lakini kwa Jafet Kitambala mshambuliaji mpya mnamo dakika ya 82. Assist za magoli yote mawili zimetolewa na Nasoro Saaduni. Tarikebo ni yako chini ya video hii ni
Nyako TV. Usiache kutufollow katika mitandao yetu rasmi kule Instagram pamoja na TikTok kwa jina moja la Nyako TV, lakini kama hujasubscribe bonyeza neno la subscribe ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu zote za kimichezo, kiburudani, kisiasa, kijamii kutoka ndani ya Tanzania na nje ya mipaka Tanzania. Mimi naitwa Official Mutwe Msamaji. Instagram napatikana kama Official Mutwe Msamaji. Full time katika dimba la Estadio de Benjamin William Mkapa. Penye 0 ni wenyeji Simba Sports Club, lakini penye 2 ni wageni ambao wameondoka na magoli mawili mbele ya mwenyeji wake ambaye ni Simba Sports Club. Ilikuwa ni Mzizima Derby.